Katika wafanyakazi wote kuna mtu mmoja alikimbilia kwa ndugu yake nje ya mjini, alafu simu yake ikapata shida, hajatujulisha, na huwa anafanya kazi kwa shift. Kwa hiyo tumekuja kujua siku ya pili kwamba hayupo kazini, maana alikuwa na off. Tulipata dhiki kubwa. Baadaye ikabidi turudi kwenye mafaili kuangalia namba za watu walioandika kama ndugu zake, tukawatafuta. Baadaye akatuambia yuko kwa dada yake, yuko salama, mioyo ikatulia. Kwa tunamshukuru Mungu kwa kweli, naamini wote tumepita na Mungu ametuvusha katika hicho kipindi kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Na wiki iliyopita tulipotafakari hali halisi, tukasema tusikutane kwa sababu bado maeneo yalikuwa yanatofautiana hali ya utulivu, lakini pia vyombo vya huduma kama za usafiri kuna maeneo ilikuwa ni dhiki. Kwa hiyo tukasema tusikutane wiki iliyopita, kwa hiyo tukapatana kukutana leo. Na tulipokaa tukatafakari pia juu ya changizo, tukaona kwamba kumekuwa na hiyo kuondoa utulivu kwa viwango tofauti tofauti, kwa watu tofauti tofauti, kwetu wenyewe, lakini hata kwa wale ambao tulikuwa tumewalika nje ya hapa. Kwa hiyo tukafikiri kwamba tusogeze mbele kama tulivyosikia kwenye nuru, tukaona kwamba tusogeze mbele zaidi mpaka tarehe 8 mwezi wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulichopatana, wale ambao tulishaanza kujiandaa kwa ajili ya kuchangia jengo na hatua imeiva, tusiahirishe kwamba tunasubiri mwezi wa 3. Kile kilichoiva kiendelee kuja kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Mungu. Tumekubaliana na kamati ya ujenzi kwamba kadiri tunavyopata fedha tutafanya kazi kwa awamu. Hatutasubiri milioni 100 yote ijae. Ile inayopatikana itaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo wale ambao tulikuwa tumeendelea kujiandaa, tumeendelea kukusanya, tunashukuru watu wanaendelea kuleta fedha, basi hizo ambazo zimepatikana tafadhali ziendelee kuja. Lakini pia tusiache kuendelea kama tulikuwa tuna mkakati wa kutoa kidogo kidogo. Tuendelee kutoa kidogo kidogo ili tuweze kufikia lengo. Wale ambao tulikuwa tunawashirikisha watuchangie, na wao pia tuendelee kuwashirikisha. Tusisubiri mwezi wa 3. Tuwaambie kwamba tuna kazi tunaendelea nayo, kilele ni mwezi wa 3. Kwa hiyo kadiri tunavyopata tuendelee kuleta ili tuendelee na kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na tulipokaa kura ikaniangukia kwamba niseme neno, na kuna jambo tulilijadili kwenye kikao, tukaona kwamba labda tulishare pamoja, tushirikishane pamoja. Na kwa kweli sasa yale niliyoandaa kusema sijayapa kichwa, lakini tutakuwa kwenye muktadha huo huo wa kuendelea kuchangia kazi ya Mungu, kuendelea kutoa kwa ajili ya ujenzi wa jengo letu. Kuna wakati huwa natafakari, hivi ni nini ambacho kinani motivate, kinanihamasisha kuchangia jengo, kuhamasisha wengine tuchangie jengo au tujenge ili jengo liendelee kukamilika? Kwani likikamilika lina thamani gani? Linaongeza thamani gani kwenye ufalme wa Mungu? Na ninapojiuliza hivyo, huwa ninapata nguvu ya kuendelea na hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ni mahali petu pa kukutana. Biblia inasema tunapokutanika 2 au 3 kwa jina la Yesu, na yeye yupo katikati yetu. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunakutana, na kwa sababu hiyo tunauleta uwepo wa Mungu katikati yetu kwa kukutana 2 au 3 kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ni mahali ambapo pana uwepo wa Mungu. Lakini pia mahali hapa, hilo la kukutana pia katika Waebrania 10:24-25, Biblia inasema wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Na mahali hapa Mungu ametupa neema, tunakutana watu wa madhehebu mbalimbali, watu wa marika mbalimbali, watu wa kabila mbalimbali. Kuna namna ambavyo ile mipaka ambayo wewe inatugawa hapa imeondolewa. Tunakutana watu wa namna zote. Kwa hiyo ni mahali sahihi pa watu wa Mungu kukutana. Kadhalika mahali hapa tunamuomba Mungu paendelee kuwa mahali ambapo Mungu atakutana na kuhudumia haja za watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati kina Daudi wanajenga hekalu, walisema mahali hapo
hekalu litakapojengwa, mtu akipata shida mahali popote alipo, akigeukia lile hekalu akamwomba Mungu, basi Mungu ajibu maombi yake. Lakini mnakumbuka pia kama mwingine akikimbilia kule hekaluni akimwomba Mungu, Mungu amjibu mahitaji yake na mambo mengine mbalimbali. Ilikuwa ni mahali pa kukutana na Mungu na Mungu kukutana na watu wake. Na sisi tumemwomba Mungu na tunaamini ndivyo itakavyoendelea kwa siku zote. Mahali hapa ni mahali pa Mungu kukutana na watu wake na kuhudumia mahitaji yao, kuhudumia mahitaji yetu. Mahali pa Mungu kukutana na sisi na kuhudumia mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa tunatamani, hatujui itakamilika lini, lakini jengo litakapokuwa limekuwa na hali nzuri zaidi, labda tutaanza kidogo kidogo, lakini tunatamani, Mungu ameweka katika mioyo yetu kuwa na shule ya huduma, kujifunza habari ya kumtumikia Mungu, habari ya kutembea na Mungu. Na tunaona mahali hapa ni mahali sahihi ambapo watu tutakuwa tunakuja, tunajifunza shule ya huduma, tunafanya shule ya huduma. Na kuna maono kwamba ukumbi ukikamilika, kule nyuma tujenge hostels, tujenge na maeneo mengine ya huduma za kijamii, ili watu wanapokuja kwa huduma nyingine hapa, kama wanakaa labda wiki nzima au mwezi mzima, wana mahali pa kulala hapa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mahali hapa tumesema jengo letu ni multipurpose, ni la matumizi mbalimbali. Kama una shughuli yako unataka kuja kuifanyia hapa na haiharibu huduma, ratiba ya huduma, labda sio Jumapili mchana, unataka kuleta kikao, kuna wapendwa wameshaanza kupatumia hapa kufanya vikao kwa ajili ya shughuli za familia, za kijamii, anatafuta mahali ambapo ni tulivu na anatumia mahali hapa kwa ajili ya kuandaa mambo yake na kufanya mambo yake. Au una sherehe, tumeshawahi kufanya hapa engagement kwa ajili ya wapendwa, unasema mimi nahitaji ukumbi kwa ajili ya shughuli yangu, ni ukumbi wa watu wa Mungu, kwa hiyo utakuwa na hiyo. Au labda sijui kuna semina ya kikazi, unahitaji ukumbi, utakuwepo hapa kwa ajili ya matumizi hayo. Unahitaji kufanya semina ya vijana wa kanisani kwako, unataka watoe nje ya mazingira ya kanisani, wapate mahali pengine, mahali hapa ni mahali sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na huduma nyingine mbalimbali. Kwa hiyo ni eneo ambalo litatoa huduma au litakuwa ni mahali pa Mungu kuhudumia watu wake kwa mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha jengo hili linakamilika na linakuwa zuri. Haleluya. Kuna mtu mmoja alikuja akatuambia anataka kulitumia. Sasa tukamwambia njoo uone kwanza hali ya jengo kabla hatujakubaliana kwamba unalitumia, ili ujue lina hali gani, ili utakapokubali basi uwe umekubali kulitumia katika mazingira yalivyo. Kwa hiyo tunatamani ifike mahali hatuna haja ya kumwambia mtu njoo uone kwanza hali ya jengo. Tumwambie njoo, ni shughuli gani unafanya, ili mradi inamtukuza Mungu, karibu. Tuna ukumbi unaweza kubeba watu kadhaa, karibu tuutumie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna sababu nyingi kwa nini jengo hili likamilike. Na Mungu ametupa neema ya kuwa wana NLC kipindi hiki, na tuna wajibu wa kufanya jambo hili. Ni la kipindi chetu. Biblia inasema Mungu amewapa wanadamu mipaka ya makazi na mipaka ya nyakati. Tupo katika kipindi hiki katika eneo hili la Arusha, kwa wajibu wa kujenga jengo hili kimsingi Mungu ameuweka kwetu. Hakuna mahali popote ambapo Mungu aliwahi kushuka akawajengea watu majengo. Anajenga kupitia watu wake. Na sisi ndio ambao tupo leo, kwa hiyo lazima tufanye wajibu wetu. Bwana asifiwe. Labda tutafika mahali fulani, labda hatutamaliza wengine labda, lakini vizazi vitakuja vitaendeleza pale ambapo tumefika. Bwana asifiwe sana. Sasa tutaangalia maeneo mawili hasa ya neno la Mungu tunapotafakari juu ya kazi hii. Sehemu ya kwanza kwenye nuru, katibu ameitaja kidogo habari ya Daudi katika Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 29. Unaweza kusoma mistari yote, lakini kwa muktadha wetu tutasoma mpaka mstari wa 20. Mambo ya kwanza ya Nyakati sura ya 29 mstari wa kwanza mpaka wa 20. Hizi ni habari za Daudi alipotaka kumjengea Bwana hekalu. Mungu akamwambia, wewe huwezi kujenga kwa sababu mikono yako imejaa damu, lakini mwanao atakaye kuja baada yako ndiye atakayenijengea. Na sura ya 29 ni kama Daudi
anakabidhi mpango wa ujenzi pamoja na chanzo cha rasilimali za ujenzi na kuhamasisha watu waweze kushirikiana naye katika kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo tutasoma mistari hapa 20 alafu tutatafakari mambo machache. Mstari wa kwanza. Kisha Mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, Sulemani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali ni mchanga bado na mororo. Nayo kazi hii ni kubwa, kwani nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu ila kwa Bwana. Tutaenda mistari kwa mistari. Naomba tuishie hapo kwanza mstari wa kwanza. Daudi anataja mambo, nimechagua mambo mawili hapa. Jambo la kwanza, Daudi anasema nyumba inayojengwa ni ya Bwana, sio nyumba ya mtu mwingine yeyote. Na sisi hapa tunajenga jengo la Bwana, sio la mtu yeyote miongoni mwetu, sio la viongozi, sio la mtu sio aliyetoa wazo wakati huo, ni jengo la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema nyumba hii ya Bwana ni ya enzi. Enzi maana yake ni ya ubora wa kiwango cha juu, si ya ubora mdogo. Na sisi tunatamani kujenga jengo ambalo ni la ubora wa kiwango cha juu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ubora unaweza kuwa upande wa quantity na upande wa quality. Quantity Kiswahili ni wingi, na ubora wa ubora. Hili jengo tulipochora ramani na kuanza msingi, mkipita mtaangalia, mtaona pale kuna alama. Lilikuwa linaishia pale kama 2 ya 3 ya sasa. Na watumishi wa Mungu walipopita wakaliangalia, wakasema mbona dogo? Kwa hiyo tukakubaliana tuongeze. Msingi ukaongezwa mpaka pale ulipofika. Bwana asifiwe. Lakini tunapoendelea, tayari kwenye ramani ya kwanza hakukuwa na mpango wa kuwa na mezzanine, hiyo dari hapo nyuma. Lakini plani imekuja kwamba tuwe na kadari hapo nyuma. Hiyo inatusaidia kuongeza idadi au wingi wa watu kukaa katika ukumbi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunataka jengo ambalo enzi yake, fahari yake linaweza kuchukua watu wengi. Kileo asije akatuambia nina send off ya binti yangu, lakini nataka mahali pa kuingia watu 500, akija hapa anasema mbona hapatoshi. Kwa hiyo tunataka mahali ambapo hata wingi wa watu, namba ile ambayo angalau ina mashiko iweze kuingia kwenye jengo letu. Lakini pia tunatamani liwe na ubora wa viwango. Bwana Yesu asifiwe. Kadiri tunavyoendelea, mnakumbuka mwaka juzi tulipokuwa na changizo, leo ilikuwa hiyo siku ya changizo. Tulipokuwa na changizo mwaka juzi, yule aliyekuwa mgeni rasmi alisema mkifika wakati wa kufanya kumalizia finishing, naomba mtanihusisha ni washauri juu ya kutuliza sauti, jengo lisiwe na mwangwi, lakini pia lisipige kelele huko nje. Kwa hiyo liwe na ubora ambao tukikaa huku ndani tunasikilizana vizuri na hatutaletewa kesi kwamba tumefanya uchafuzi wa mazingira kwa njia ya kelele. Kwa hiyo ni ubora kwa viwango na ubora kwa idadi au wingi wa watu ambao wanaweza kukaa. Mkiangalia huku kumeshachimbiwa mabomba na kutani, tunatamani tuwe na mifumo ya tehama kwenye ukumbi wetu, ili kadiri tunavyokuwa katika mifumo ya tehama, jengo letu linakuwa liko tayari kupokea hiyo mifumo. Sio wakati huo mfumo umeboreka, sisi ndio tunaanza kufikiri kumbe tulihitaji njia ya kupitisha nyaya au miundombinu kwa ajili ya tehama, kwa hiyo tunaanza mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatamani jengo hili kuwa na ubora, kwa sababu tunaona Daudi alikuwa na nyumba ya enzi. Ni jengo la Bwana moja, lakini lenye utukufu, lenye viwango bora, isiwe kazi duni. Bwana asifiwe. Hata tulipojenga hatukutumia matofali ya biskuti, si ndio mratibu? Kwa hiyo tunatamani tuwe na jengo ambalo lina viwango bora. Mstari wa 2 mpaka wa 5, Daudi anasema, mstari wa 2, basi kwa uwezo wangu wote nimewekea akiba nyumba ya Mungu wangu, dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na fedha kwa vitu vya fedha, na shaba kwa vitu vya shaba, na chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu na vya kujazia, vito vya njumu na vya rangi mbalimbali, na mawe ya thamani ya kila namna na marimari.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alipojua kwamba anatakiwa kujenga nyumba ya Bwana ya enzi, akaanza kufikiri itakuwa ya viwango gani, na akaanza kuweka akiba ya vitu vinavyofaa hiyo nyumba aliyokuwa inaitamani moyoni mwake. Sasa Mungu alipomwambia sio wewe, akaamua kukabidhi vile vitu kwa Sulemani. Na anasema nimeandaa vitu vya dhahabu kwa kazi za dhahabu, vitu vya chuma kwa kazi za chuma. Maana yake alijua ili jengo linahitaji vitu gani, na akaamua kuweka akiba kwa ajili ya vitu hivyo. Na sisi kwa sababu tunajua mahitaji ya kazi yetu, tunapaswa kuiwekea nyumba ya Bwana Mungu wetu akiba inayokidhi mahitaji hayo. Kama ujui unaweza ukaja. Mtu mmoja nakumbuka aliwahi kuja, zaidi ya mmoja. Akasema kwani mlango mmoja shilingi ngapi? Tunataka kuwa na milango ya namna gani? Akaelezwa na akatoa fedha, akasema mimi naomba kutoa mlango. Akatoa fedha inayotosha mlango. Lakini kuna mtu mwingine alisema itakapofika wakati wa kujenga hapo mbele, naomba mimi nitakuja kufanya kazi ya kujenga hapo mbele kupamalizia. Kwa hiyo watu wameanza kuweka akiba na wanataka waifanye kulingana na ubora ambao umekusudiwa. Sasa hii ni changamoto kwetu. Kila mmoja wetu tunapoendelea na kazi hii, hivi mimi nimeweka akiba kwa ajili ya kazi hii ya kitu gani? Ninatamani kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake niyo tayari kusukumwa kufuata kamati ya ujenzi kuambia hivi kuweka dirisha moja pale juu inanihitaji nini na nini. Kama nina material nitoe material, au kama sina material mniambie ni shilingi ngapi niweze kuweka angalau dirisha moja pale. Bwana asifiwe. Au natamani tutakapofika mahali pa kuweka tiles, mimi niweke tiles jengo zima. Mtu mmoja nakumbuka alisema mimi mniachie pale madhabahuni, mimi nitaweka hapo marumaru. Kwa hiyo kila mmoja wetu, hebu Mungu aweke mzigo ndani yetu, aweke mzigo ndani ya kila mmoja wetu na kiu kwamba mimi natamani kwenye hili jengo nifanye kitu fulani, na hiyo akiba Mungu nisaidie niipate niweze kuitoa kwa ajili ya kazi yako. Bwana asifiwe. Daudi aliwekea nyumba ya Mungu akiba, na aliweka kulingana na mahitaji yanayohitajika. Labda siku zinazokuja tusome tena mahitaji tulionayo kwa ajili ya kazi hii, ili kila mtu aseme kwamba katika yale mahitaji mimi najichomeka kwenye jambo fulani, naomba nichukue jambo fulani. Inaweza kuwa jambo lote, au ukasema mimi nitachukua sehemu ya jambo hilo. Bwana asifiwe. Nilisikia ushuhuda wa kanisa moja hapo Moshono. Kiongozi wa lile kanisa, lile dhehebu, alipiga mahesabu. Kila Mkristo anayeingia kanisani anatumia square mita ngapi? Akakadiria square mita 1. Kwa hiyo alipokuwa anaweka tiles, kila mtu akagaiwa square mita yake. Kaambiwa wewe tuwekee tiles square mita 1. Kwa hiyo kila mtu akawa na square mita yake. Ni kama tulivyosema wakati tunaanza kununua viti. Kila mtu ajinunulie kiti chake na familia yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaweza kuwa na namna mbalimbali. Nakumbuka mchungaji mmoja kule Mwanza alikuwa anajenga kanisa, alafu akarusha kwenye mtandao wakati wanaezeka. Akasema jamani, nahitaji, sijui ilikuwa mabati mangapi, lakini akasema bati moja ni shilingi 40,000 tu. Naomba mtu anichangie bati moja. Na tulikuwa marafiki wengi kwenye Facebook, tukamtumia kila mtu kwa kadiri alivyoweza. Siku moja nimeenda Mwanza kikazi, nikaamua kumtembelea. Nikakuta ile kazi imeisha kirahisi sana. Lakini kwa nini? Kila mtu aliamua kuchukua kitu akaweka akiba kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Mimi na wewe nimechagua kuweka akiba kwa ajili ya kitu gani? Je, nina jambo ambalo nimejifunga nalo kwamba kwenye hii kazi angalau hata awamu hii mimi nimechagua kuweka akiba kitu fulani? Haya, labda sio kwa kuchagua kitu. Tumesema tunataka kuchanga milioni 100. Labda nimechagua katika milioni 100 mimi naomba mnitolee hapo 10,000. Kwa hiyo mbaki mnatafuta milioni 99,990,000. 10,000 ni ya kwangu. Nani ameamua kusema hivyo? Akaja akamwambia mratibu, andika kule kwenye milioni 100 ondoa 10,000 ni yangu. Bwana asifiwe. Au kasema mimi 1% ya milioni 10 iko kwangu, milioni 100. 1% ya milioni 100 ni ya kwangu, niachieni mimi, tafuteni 99%. Au 10%, mimi pamoja na nyumba yangu na marafiki zangu na kwenda kuitafuta, tafuteni 90% iliyobaki.
Bwana asifiwe. Kwa Mungu atusaidie tuchague kama alivyofanya Daudi. Tunajua mahitaji, kwa hiyo tuweke akiba kwa ajili ya kazi. Tufanye kazi kimpango, kimkakati. Haleluya. Haleluya. Mungu amempa kila mmoja wetu uwezo tofauti. Je, mimi na wewe ninaona kuweka akiba ya nini kwa ajili ya kazi hii? Ndilo swali muhimu ambalo natamani tulijibu hapo na tuondoke nalo. Tusiondoke bila kujijibu na kuamua kwamba katika kazi hii milioni 100 hii mimi naondoka na jambo hili. Bwana asifiwe. Katibu akisoma Nuru amewaambia wale wanaokwenda vioni, nenda kawashirikishe wenzako. Chukueni kuponi wale mnaokwenda masomoni. Usijione kwamba mimi siwezi. Nenda na kuponi, waambie rafiki zako kule ninapotoka, mimi fellowship ya NLC na nilea na tuna kazi ya kujenga, naomba nichangie. Anapopewa pocket money, akiamua kutenga hapo 2,000, hawezi kushindwa kuchangia. Na walimu wako na watu wengine utakao kutana nao, ukienda fellowship za watu wengine kule, washirikishe, watachanga. Bwana asifiwe. Mstari wa 3, Daudi anasema, nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu. Daudi alikuwa na shauku na nyumba ya Mungu wake. Shauku ni nini? Mwalimu wa lugha, shauku ni nini? Hamu. Hamu nzuri, hamu mbaya? Nategemea na context. Na mtu mmoja alishtakiwa, akaambiwa mmesema mtakinukisha. Akasoma kamusi. Kunuka kunaweza kuwa kuzuri, harufu inaweza kuwa nzuri au mbaya. Sasa na hamu, nataka niamini shauku ni hamu nzuri. Kama ukiwa na shauku mbaya, hiyo ni tatizo lingine. Lakini tuamini kwamba Daudi alikuwa na shauku nzuri kwa ajili ya nyumba ya Mungu wake. Bwana asifiwe. Ili tuweze kumwekea Mungu akiba, tuweze kufanya jambo, lazima ndani yetu tujenge shauku. Mchecheto. Affection. Mchecheto, affection, shauku. Daudi ili aweze kufanya hivi, aliiwekea nyumba ya Mungu wake shauku. Nimewaambia mimi huwa nakaa na tafakari. Hivi ni nini kinanisukuma kuendelea kuhamasika, kuchangia na kuhamasisha wengine kuchangia ili jengo? Ninapokumbuka vile vitu, ninapata shauku ya kufanya. Bwana asifiwe. Niwaombe kila mmoja wetu, asiwepo yoyote miongoni mwetu asiye na shauku kwa ajili ya nyumba hii ya Bwana. Bwana asifiwe. Tuwe na shauku kwa ajili ya hii nyumba. Tukisha kuwa na shauku, ni rahisi kufanya. Katika Wakorintho wa 2:8 mstari wa 5, Paulo anasema wale wa Makedonia kilichowawezesha kujitoa katika dhiki na umaskini wao ni kwa sababu walijitoa kwanza kwa Bwana na kwa wale watu waliotaka kuwasaidia. Walikuwa na shauku na Bwana na wale watu. Na sisi tukiwa na shauku, ni rahisi kutoa vitu vyetu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ni rahisi kuona pamoja na mambo mengine yote, nina michango kwenye dhehebu langu, nina michango ya harusi na send off na ubarikio na kipaimara na birthday na watoto wa kusomesha, pamoja na kutengeneza, mama ametuambia amebomoa, pamoja na kutengeneza pale nyumbani nilipoharibu, pamoja na gari linanisumbua, pamoja na hiki, lakini pamoja na hayo lazima nitoe kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Shauku itatufikisha hapo. Kama hatuna shauku, hatuwezi kufanya. Daudi anaendelea kusema, nami ninayo hazina yangu mwenyewe kwa sababu ya shauku. Anasema hivi, nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Yaani Daudi alikuwa ana mafungu mawili ya akiba. Ana fungu kwa ajili ya nyumba ya Bwana, akaweka vitu. Alafu alikuwa na akiba yake mwenyewe kwa ajili ya vitu vyake. Kwa ajili ya shauku, ilipofika saa ya kazi, akasema hii akiba yangu mwenyewe na yenyewe naihamishia kwenye kazi ya Mungu. Anaorodhesha hivi vitu ambavyo alikuwa amejiwekea akiba. Anasema yaani talanta 3,000 za dhahabu ya Ofiri na talanta 7,000 za fedha iliyosafika ya kuzifunikiza kuta za nyumba, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu na ya fedha kwa vitu vya fedha na kwa kazi za kila namna zitakazofanywa kwa mikono ya mafundi. Akaeleza kwamba alikuwa ameweka akiba yake mwenyewe, anaihamishia kwenye kazi ya Mungu. Alafu akauliza, ni nani basi? Mimi nimewaambia jinsi nilivyo tayari.
akauliza, ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Kama tulivyosikia kwenye nuru, kama hatujajiweka tayari sisi, ni unafiki kwenda kuambia watu wengine mtuchangie kwa ajili ya jengo, wakati mimi mwenyewe sijaweka chochote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shauku tutakayokuwa nayo itatusaidia kuweza kufanya vitu zaidi ambavyo tulikuwa tumepanga awali. Kuna kufanya vitu, kuna utoaji unaitwa utoaji wa imani, kwamba Mungu, hii kwa mfano anatajwa Abrahamu kwamba alipokuwa anamtoa mwanawe, ukisoma katika Waebrania alafu karudi ikalinganisha na kule mwanzo, alipokuwa anamtoa mwanawe wa pekee, Biblia inasema aliamini ya kwamba huyu ndio mtoto pekee, sikuwa naye, Mungu amenitaka nimtoe, ninampa. Kama nilipokuwa sina, Mungu alikuwa tayari kunipa. Hata sasa nikimtoa nikawa sina tena, Mungu anaweza kunipa tena. Bwana asifiwe. Najaribu kuparaphrase, kuweka kwenye maneno yangu. Kwa hiyo kutoa kwa imani ni kwamba nilikuwa nimeweka akiba kwa ajili ya kitu changu, lakini kwa ajili ya umuhimu wa kazi ya Mungu ninampa Mungu. Kama Mungu alikuwa radhi kunipa kwanza, nikimpa anaweza kunipa tena kwa ajili ya mahitaji yangu. Bwana asifiwe. Huo unaitwa utoaji wa imani. Kwa hiyo Daudi akatoa kwa imani vile vitu vingine ambavyo alikuwa amepanga awali kuvitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu atupe neema tufike hapo. Kuna saa likitajwa jambo unawaza tu, ili changizo ili harambee ya mwaka huu mimi nitatoa 100,000. Lakini tunapoanza kazi, Roho Mtakatifu anakuhimiza, anakuambia 100,000 tu. Kwa imani unasema natoa 500,000. Hapo hujui 500,000 utaitoa wapi. Unashangaa Mungu anapitisha muujiza, unapata na unatoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu atupe neema tuende, wazungu wanaita extra mile. Mstari wa 6 mpaka wa 8, Daudi anasema, ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israel na maakida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na darkoni 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 1,000. Na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli Mgerishoni. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hawa watu kushirikishwa, na mimi nimewashirikisha shauku yangu, ni nani miongoni mwenu aliye tayari kuungana na mimi tutoe kwa ajili ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Natamani kabla hatujaondoka hapa leo, tumwambie mratibu kwenye ile daftari, ana counter book kubwa kabisa. Kila mtu amewekewa ukurasa wake katika wana fellowship. Kila mtu ana ukurasa wake. Naenda mwambie ukurasa wangu mimi niandike 10,000,000. Bwana Yesu asifiwe. Tusiondoke bila kuonyesha shauku yetu kwa ajili ya Bwana. Hao watu walipoitwa wakatoa. Hata kama hawakutoa kama Daudi, ukijumlisha kuna vingine hawakutoa kama Daudi, hawakumfikia, lakini walitoa. Hawakukaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Na walianza viongozi. Kama kuna viongozi miongoni mwetu, tafadhali tuwe mstari wa mbele. Ndio maana Jumanne tulipokaa tukakubaliana, sisi viongozi tunasema nini? Tunaenda kuwatia watu moyo. Sisi tumegusa wapi? Au tunawaambia tu watu toeni toeni? Hatutakiwi kusema toeni, tunatakiwa tuseme tutoe na sisi tuwemo ndani. Bwana asifiwe. Kwa tunapofikiria watu wa nje kuwashirikisha, sisi tuwe tumeanza, tusijiweke kando. Bwana asifiwe. Na hapa anatajwa mtu anaitwa Yehieli Mgerishoni. Nataka niamini kwamba Yehieli alikuwa mtu ambaye alikuwa na viwango vya ubora wa kusimamia rasilimali za ujenzi. Ndio maana ile rasilimali iliyokusanywa alikabidhiwa yeye. Lakini nataka niamini kwamba Yehieli Mgerishoni alikuwa mtu mwaminifu. Akikabidhiwa haipigishi kona ikaenda kufanya kitu chake binafsi au kitu kingine. Nataka niamini hivyo. Bwana asifiwe. Na mimi nataka niwatie moyo. Tumepata neema katika fellowship yetu. Hatujawa na dalili wala fununu ya fedha ambayo inatolewa na wapendwa kutumika isivyotakiwa. Hatujawa na hiyo fununu. Ingetokea tungeijua tu. Huwezi kuficha jambo. Waswahili wanasema huwezi kuficha, hata wazungu, huwezi kuficha watu kitu siku zote. Itafika mahali kitajulikana tu.
Kwa neema ya Mungu, kwa miaka ambayo nimekuwepo NLC, sijapata hiyo fununu. Labda kama ilitokea kabla sijawepo, lakini kwa kipindi ambacho nimekuwepo sijapata hiyo fununu. Niwatie moyo, Mungu ametupa kina Yehieli wa Gerishoni waaminifu, wanasimamia kazi ya Mungu kwa uaminifu. Kamati yetu ya fedha, kamati ya ujenzi na viongozi wenu wanafanya kwa moyo. Kuna wakati Mzee Msaki, usinipige mawe. Mzee Msaki ndio mtunza ofisi wetu. Michango mingi inapita kwake. Anapokaa kufunga mahesabu, alafu urari hauja balance, huyu mzee akai, unamkuta hapo ofisini anazunguka, kuna 3,000 sioni. Anaitafuta, sijui labda kuna wakati anatoa ya watoto anajazia hapo, lakini inamtesa kwamba hela ya kazi ya Mungu kwa nini haionekani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba kazi ya Mungu tunayoifanya, Mungu ametupa watu ambao wanafanya kwa uaminifu. Mstari wa 9 anasema, ndipo hawa watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Bwana asifiwe. Tukipata neema ya kutoa, kati ya vitu ambavyo vinajaliza furaha kwenye maisha yetu na Mungu ni kuweza kumtumikia, ni kuweza kumtolea. Bwana asifiwe. Mungu ametupa fursa ya kumjengea kipindi hiki. Hebu tufanye ili furaha yetu iweze kujazilizwa, iweze kutimizwa. Hapa tunaambiwa Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutoe kwa hiari, tutoe kwa ukamilifu wa moyo, tumtolee Bwana sio mwanadamu, alafu tutafurahi. Haleluya. Haleluya. Mstari wa 10, kwa hiyo Daudi akamuhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Bwana, ukuni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, nawe umetukuzwa umkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa Mungu wetu, tunakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri, kama walivyokuwa baba zetu wote. Ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraji ya kukaa hapana. Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tuliyoiweka ili tukujengee nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu, yatoka yote mkononi mwako, na yote ni yako wewe. Nami najua Mungu wangu, ya kuwa wewe wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyofu. Nami katika unyofu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeona kwa furaha watu wako waliopo hapa wakikutolea kwa hiari yao. Bwana Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli baba zetu, ulilinde jambo hili milele katika fikra za mawazo ya mioyo ya watu wako, ukaiongoze mioyo yao kwako. Naye Sulemani mwanangu umpe moyo mkamilifu, ili azishike amri zako na shuhuda zako na maagizo yako, akayatende hayo yote na kujenga nyumba hii ya enzi niliyoiwekea akiba. Ndipo Daudi akawaambia kusanyiko lote, haya, muhimidini Bwana Mungu wenu. Basi kusanyiko lote wakamuhimidi Bwana Mungu wa baba zao, wakainama vichwa vyao wakamsujudia Bwana na mfalme naye. Bwana Yesu asifiwe. Na maneno yalivyo matamu, nikitamani kuchambua mstari mmoja mmoja tutakaa sana, lakini niseme tu, baada ya kutoa tunapaswa kumhimidi na kumshukuru Mungu wetu. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumejua kwamba sisi kuwepo ni yeye ametuwezesha kuwepo. Vile tulivyo navyo ni yeye ametupa na ni vya kwake. Kwa hiyo tunapotoa tumetoa katika vyake tukamrudishia. Bwana asifiwe.
Yeye ndiye anayetukuza, yeye ndiye anayetukweza, yeye ndiye anayetupa heshima. Chochote ambacho tunadhani ni cha maana kwetu ni yeye ametupa. Kwa hiyo tunaporudi kumtolea ni jambo la kumhimidi na kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walipokuwa wanajiandaa kutoka Misri, nataka tuangalie sehemu ya pili, tumalizie hapo. Wana wa Israeli walipokuwa wanajiandaa kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, waliondoka na wazo la kwenda kumtumikia Bwana katika nchi ya ahadi. Unakumbuka walipokuwa wanaenda kwa Farao kwa ajili ya kutaka ruhusa, Musa alimwambia wape ruhusa watu wa Mungu. Mungu anasema wape ruhusa watu wake ili waende wakamtumikie. Bwana asifiwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 10 mstari wa 3, tutaruka tutasoma 24 hadi 26. Kutoka sura ya 10 mstari wa 3, tutaruka tenda 24 na 26. Neno la Mungu linasema, basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania asema hivi, je, utakataa hata lini kujinyenyekeza mbele zangu? Wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie. Mstari wa 24. Farao akamwita Musa na kumwambia, haya nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi. Hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, kwa maana inampasa kutwaa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu. Nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Labda niseme kwa haraka. Farao mara kadhaa alikuwa anawaambia, kuna saa aliwaambia nendeni nyewe watu wazima, waacheni vijana. Baadaye akasema nendeni wote lakini muache mifugo yenu. Baadaye hali ilipokuwa ngumu, tutaona huko mbele anawaruhusu anaenda wote. Lakini Musa anasema hata baki kijana, hautabaki ukwato, hakitabaki chochote. Lazima tuende wote ili tukamtumikie Bwana. Kwa sababu hatujui tutakapofika kule Bwana anataka nini katika vile tulivyo navyo kwa ajili ya kumtumikia nacho. Kwa hiyo lazima tuende na kila kitu chetu. Alafu anamwambia, kabla ya kumwambia kwamba tutaenda na mifugo yetu, anamwambia na wewe utupe, na wewe twende tukamtumikie navyo Bwana. Bwana asifiwe. Naipenda hii habari ya wana wa Israeli kutoka Misri. Tutasoma hapa mbele na wanawake nao namna ambavyo na wao walipata kibali cha kutoa kwa wanawake wa Kimisri vitu vya kwenda kumtumikia navyo Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la kwanza tukumbuke ya kwamba Mungu anataka tumtumikie. Na anataka tumtumikie sisi na vyote tulivyo navyo. Kwa jinsi Musa alivyomjibu Farao ni kwamba hatuwezi kutenga katika vitu vyetu tukasema hivi ni vya kumtumikia Bwana, hivi sio vya kumtumikia Bwana. Wala hatuwezi kutenga katika himaya ya watu wetu kusema hawa ni wa kumtumikia Bwana, hawa sio wa kumtumikia Bwana. Kila mtu wa nyumbani kwako ni mtumishi wa Mungu. Usimwache yoyote kwa Farao. Bwana asifiwe. Watu tunamkazania mzee anatuambia na wajukuu 9. Tunamwambia sio unawaacha wa nini? Si uje nao fellowship. Na mtu anasema hawa watoto bwana watajua wenyewe. Hapana. Wako kwenye himaya yako, wanakula ugali wako. Wanakwenda kujisaidia kwenye choo chako, unalipia bili ya maji wewe na umeme wewe. Halafu unawaacha. Walete wamtumikie Mungu. Siku atakapotoka kwako acha wajiamulie. Lakini wako kwako waje wamtumikie Mungu. Bwana asifiwe. Musa anamwambia Farao, hatuache hata ukwato. Hakuna tunachoacha. Vyote tunaenda navyo. Kwa sababu hatujui Mungu anataka nini katika vile tulivyo navyo pamoja na sisi wenyewe kwa ajili ya kumtumikia. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza muhimu ambalo natamani tulione katika habari ya wana wa Israeli kutoka kwenda kumtumikia Mungu. Lakini pia Musa anamwambia Farao, na wewe lazima utupe wanyama tuende nao ili tukamtolee Bwana sadaka. Alafu sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 3, sura ya 11 Kutoka mstari wa kwanza hadi wa 3, neno linasema, Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku. Naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa.
Manake msionekane tena, muondoke kabisa kabisa. Mstari wa 2, basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake. Kwa nani jamani? Kila mtu mume atake kwa nani? Kwa jirani yake. Alafu anasema na kila mwanamke atake kwa jirani yake, maana yake majirani wa Kimisri. Alafu anasema vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu, kwamba kabla hamjaondoka nenda kwa jirani mwambie naondoka, lakini nipe dhahabu, nipe fedha, naondoka nayo, siendi mikono mitupu. Bwana asifiwe. Mstari wa 3, Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Sura ya 12, wakati wanaondoka sasa. Hapa Mungu alikuwa anamwambia Musa bado pigo moja, na likikamilika hilo waeleze watu nini cha kufanya. Watakapokuwa wanaondoka, wasiondoke moja kwa moja, wapite kwa majirani watake vitu. Sura ya 12 mstari wa 35-36. Wana wa Israeli wakafanya neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka, nao wakawateka Wamisri nyara. Yaani kuwateka nyara hapa sio kwamba waliochukua Wamisri wakaenda nao. Maana yake walichukua vitu vya Wamisri walivyotaka wakaondoka navyo. Na kuja anakuambia huyu ng'ombe nimemtaka, nipe. Misri anasema chukua. Hii dhahabu uliyopamba hapa naitaka, kwambia chukua. Hawakuwa na ubishi. Mungu aliweka huo utisho kwa wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa Mungu ametupa neema tunafanya hii kazi. Na tusijitazame sisi wenyewe. Mungu ameandaa watu nje yetu kwa ajili ya kushirikiana na sisi kwenye utumishi huu. Kama ambavyo Musa alimwambia Farao, na wewe utanipa wanyama niende nao nikamtolee Bwana sadaka. Mungu na sisi ametupa hapa, wametajwa majirani. Hivi jirani ni nani? Ni kuanzia yule mnayepakana mpaka nyumbani, yule ambaye uko naye kazini, yule ambaye uko naye kwenye biashara, yule ambaye utakutana naye kwenye kifodi, watoto wako, wazazi wako, ndugu zako, marafiki, kule kwenye magrupu ya WhatsApp na mitandao mingine ya kijamii uliko, hao wote ni majirani. Nenda kawaambie Mungu ametupa kazi ya kumjengea, na wewe nataka vyombo vya dhahabu na fedha. Utisho wa Bwana ambao uko juu yetu watatuunga mkono. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuliposema tutatoa kadi za mchango, kama unajua mtu ambaye anahitaji kupewa kadi ili atuchangie, unamuona moyoni, njoo muone mratibu, utapewa kadi. Ni kwa nia hiyo ya kuwataka majirani watupe vyombo vya dhahabu na fedha. Tuliposema tunatoa kuponi, kama alivyosema katibu, sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya jirani. Bwana asifiwe. Viko vitu vya kumtumikia Mungu viko kwa jirani. Sasa tusikae tu tukaamua kujiconfine, kujifungia wenyewe. Tutoke twende kwa majirani watupe vitu tumtumikie navyo Mungu. Bwana asifiwe. Wangapi hawana kuponi? Wangapi hawana kuponi? Wana mnyoshi na najua baadhi hawana hapo. Au tupitishe roko. Bwana asifiwe. Sasa kwa vile nina mamlaka na watoto wangu, baada ya hapa watoto wangu wote mlioko hapa mkachukue kuponi pale. Ile nilionao ni ya kwangu. Mnaenda vioni, mnaenda wapi muende nazo. Na mkipata hela mnatuma kwenye akaunti za huduma. Bwana asifiwe. Lakini wapendwa, Mungu ametupa wakati wa kumtumikia. Ameweka upako juu yetu. Ameweka kibali juu yetu. Tusiulalie ndani, twende tukautumie kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tutatoa hesabu. Mungu atatuuliza, nilikupa majirani fulani na fulani na fulani. Kule kazini ulikuwa na fulani na fulani na fulani. Je, uliwafuata wakakataa? Tutainamisha vichwa chini kwa aibu. Wiki 2 zilizopita nilikuwa naenda na wafanyakazi wenzangu Dodoma. Tulikuwa tumefika Babati, wakati nachomoa vitu kwenye begi, nikaona kuponi yangu, nikaichomoa, nikawapa. Pale mmoja akaniambia, "Hii lipa namba inaweza kupokea?" Nikamwambia ndio, nikampa lipa namba, akatuma. Mwingine akachomoa, akanipa cash. Mwingine akaniambia, "Naomba tukifika Dodoma nitakupa." Akatoa. Lakini ningeanza kuonea aibu, nisingepata hiyo michango.
Bwana asifiwe. Kwa hiyo tusione aibu. Mungu ametupa watu, tunawateka nyara. Sio kuwateka nyara kwa ubaya, lakini ameweka utayari mioyoni mwao wa kushirikiana na sisi kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo wote tuwe katika kazi ya Mungu na Mungu atatufanikisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wapendwa, hilo ndio ambalo nilitamani tushirikishane kwa ajili ya kazi ya Mungu iliyoko mbele yetu. Kila mmoja wetu Mungu ametuweka kwa ajili ya kufanya na ametupa upako wa kutuwezesha. Mungu hatupi kazi alafu asitupe neema ya kufanya. Kuna watu wanasema God will not take you where his grace is not there. Yaani Mungu hawezi kukupeleka mahali ambapo neema yake haipo. Anapokupa wajibu lazima akupe na neema ya kukuwezesha kufanya huo wajibu. Amen. Kwa tusiogope. Bwana asifiwe. Tusiwe na hofu wala kuna wakati tunapotaja milioni 100, watu wanashtuka. 100? Ndio 100 ya Mungu, sio ya kwetu. Bwana asifiwe. Inawezekana mimi sijawahi kushika milioni 100 yangu, lakini hii ni ya Mungu. Kama vitu vyote ni vya kwake, si anaweza akaamua kunitumia ikapitia kwangu. Mimi nina ushuhuda, tulipokuwa tunaweka msingi, ndio maombi tuliomba tukiwa tunakutana Salei. Bwana pitisha fedha kwetu. Ilipita kabisa. Mungu alinifungulia milango ya kazi. Unajua kuna saa unakaa unapanga, nitatoa hela kwa sababu mshahara wangu ni shilingi fulani, nitatoa kiasi hiki. Ili nikitoa ibaki kiasi fulani, nisishindwe kulisha watoto. Lakini Mungu akanibana kona, akaniambia, shida yako umenifunga kwenye mshahara wako. Unaona mimi naweza kukubariki kwenye mshahara tu. Nikamwambia Mungu, natubu, naomba unisamehe. Mungu akanifungulia kazi za kufanya. Nikapata hela, nafanya kazi ya wiki moja, napata hela nyingi, mshahara wangu mara 2 au mara 3. Mshahara wa mwezi na upata ndani ya wiki moja. Na bado kazini naenda, nafanya kazi, napata na mshahara. Tukatoa hela. Bwana asifiwe. Kama Mungu alituwezesha wakati ule, kwa nini asiweze leo? Bwana asifiwe. Kama Mungu ametuwezesha tumefika hapa kwa jinsi tulivyo, kwa nini asituwezeshe kuendelea? Mungu yupo na sisi kutuwezesha. Kwa hiyo wote tufanye kwa moyo kabisa. Bwana asifiwe. Naomba tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neema ambayo umetupa. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo umetupa kulisikia jioni ya leo kwa ajili ya kazi yako ambayo umeiweka katikati yetu. Tunatubu pale ambapo hatukufanya kwa viwango ulivyotutaka. Hatukuwa na shauku kwa ajili ya kazi yako, hatukujitoa kwa ajili ya kazi yako, wala hatukutoa vitu vyetu kwa ajili ya kazi yako. Tusamehe pia pale ambapo tulipokuwa tunaitazama kazi, tulijiona kama sisi ni wadogo sana, hatuwezi. Hatukutambua ya kwamba kazi hii ni ya kwako na wewe ndio unayetuwezesha kuifanya. Wakati mwingine tulipokuwa tunatiana moyo kwamba twende tukawashirikisha watu wengine, kuna wengine tulijiona ya kwamba mimi sina watu wa kuwashirikisha. Lakini Mungu, tumeona hapa namna ulivyoweka kibali kwa wana wa Israeli. Walikuwa ni watumwa katika ile nchi ya Misri, lakini wakawateka nyara wale waliokuwa bwana zao. Bwana, wewe uliowawezesha wana wa Israeli wakati ule, tunakuamini kwamba hata leo unaweza kutuwezesha. Tunatubu, naomba tusamehe Bwana pale ambapo tumekuangalia kwa viwango vya udogo kulingana na ufahamu wetu. Sasa Bwana, tunafungua mioyo yetu. Tunaomba utupe neema yako, tupe mawezesho yako. Tutazame kazi yako kwa kuangalia ukubwa wako. Tukuamini wewe, tukutumaini wewe. Tukafanya kama watumishi hawa. Tumeona namna Daudi alivyofanya na watu wake walivyofanya. Tumeona namna ambavyo wana wa Israeli walifanya. Walikuwa tayari kurudi kwa Farao mara nyingi kuhakikisha ya kwamba hakuna chochote kinachobaki nyuma, kwa sababu walijua wao wenyewe, wale wa nyumba zao na vitu vyote ulivyowapa ni kwa ajili ya kukutumikia. Tupe neema na sisi Bwana tuone hivyo katika jina la Yesu Kristo, na tukuamini katika kutoa kwa ajili ya kukutumikia. Tupe neema pia Bwana, tuwe na ujasiri wa kuendea watu wengine, tuwashirikishe ili Bwana utakapokuwa umewaandaa tuweze kuwateka nyara kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli kwa Wamisri. Katika jina la Yesu, baraka zile ulizopitisha kwao unazotaka zije kutumika mahali hapa, basi Bwana tukawe mlango wa kwenda kuzipokea ili zije mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu Baba, tunaomba ukutane na haja ya kila mmoja wetu. Yamkini tunapoendelea kuwaza juu ya kazi yako, yapo mahitaji yetu mbalimbali ambayo tunatamani pia Bwana tukuone ukitutimizia Bwana. Yamkini kuna mtu anawaza juu ya ada ya watoto, kuna mtu anawaza juu ya chakula, kuna mtu anawaza juu ya huduma za jamii yake, kuna mwingine ana wagonjwa anawahudumia na anatumia fedha nyingi kwa ajili ya kuwahudumia.
Kuna mtu mwingine ana jambo lingine zito ambalo linamkabili na anawaza, nitawezaje kufanya kazi hii pamoja na mzigo huu nilionao? Wewe ni Mungu mkuu Bwana, unaweza yote. Tunaomba ukakutane na mahitaji yetu hayo. Tunaomba ukayahudumie Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mfalme wa mbingu na nchi, fanya wepesi kwa kila mmoja. Fungua kila mlango uliofungika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tukuone wewe Bwana ukitutendea na ukituhudumia, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.